Haukupendwa wala kuliwa hadharani kwa ufahari. Ni chakula cha asili Na ulitazamwa kama msosi wa kundi fulani jepesi la kipato. sio chakula cha gharama. Ndiyo, maarufu mjini ni chipsi dume. Kwa zamani tulivyokuwa tunafikiria, tulikuwa tunadhani kwamba muhogo ni watu wanayekula ni wale ambao wana hali ya chini kidogo. Ni muhogo ule ule unaopewa heshima mwezi wa mfungo. Nikiwekea na pilipili. Ukiacha viwanda na wasindikaji wengine, muhogo unaendesha maisha ya wengi mjini. Muhogo unapoletwa tunaikatakata, tunaweka kwenye vile ndoo. Kwa siku tunaweza tukauza ndoo 3. Biashara ikiwa ngumu kidogo tunauza ndoo 1.5 au ndoo 2. Anaitwa Elia Samuel, mjasiriamali aliyejiajiri kwa muhogo wa kukaanga. Kwa kweli mimi swala la muhogo najivunia sana kwa sababu ndo naona kama vile imenipa maisha, naendesha familia, watoto na wazee wangu wananitegemea kwa biashara hii. Kwa hiyo muhogo mimi naona kwa kweli unanisaidia kwa vitu kama hivyo. Ni kati ya vijana wachache wanaoupa heshima muhogo. Tunaongeza na hizi nyama choma, tunaweka na hii kachumbari, naweka na giligani kidogo na ndimu kidogo. Fahadi Mohamed ni kati ya makumi wasiobanduka hapa kila ufikapo mchana wa mlo. Kwa tunakuja mazingira kama haya kutafuta huu muhogo, tunapata ni kama chakula cha asili, tunapata testi nzuri. Tukichanganya na nyama na juisi kama hivi tunapata chakula kizuri kabisa. Naam. Hauzalishwi kiwandani, muhogo ni matokeo ya shamba. Muhogo umekuwa ni biashara. Hata sisi wenyewe hapa jinsi ya kupata, zamani tulikuwa tunaupata kwa bei nafuu kidogo, sasa hivi ni adimu vile vile. Mihogo ile ambayo ni mizuri sasa hivi inapatikana kwa gharama. Takiwa watafiti, hasa serikali iingilie kati kuboresha zao, maanake ni zao la chakula hicho. Kwa hiyo watafiti waangalie kuhusu kuboresha zao hili la muhogo, tupate kwa wingi na muhogo uliokuwa bora na mzuri. Ni chakula kizuri. Muhogo usipoula mzizi kwa futari, utaula ugali wa udaga. Kumekuwa na changamoto kubwa sana huko nyuma katika zao la muhogo, ambao changamoto hiyo ni magonjwa ya virusi. Huenda ongezeko la wapenda muhogo likawa ni faraja kwa utafiti wa kituo cha TARI Kiriguru. Sisi sasa tunapata furaha kubwa kwa sababu sasa ukiangalia jamii sasa inaamka kutumia muhogo. Jamii sasa inaona sasa jitihada kumbe tulizozifanya sasa zinaonekana zinalipa. Walipambana na mengi, ingawa wanasema kazi iliyoje ni kuzifikisha mbegu za muhogo bora kwa mkulima. Tunao mradi unaitwa mradi wa muhogo bora. Umewawezesha wakulima waweze kuzalisha mbegu hizi tulizonazo na kuweza kuwafikishia wakulima wengi zaidi. Huu ndio muhogo bana. Za utajiri kuanzia mzizi, shina hadi jani, vyote ni pesa. Innocent Alois, Azam News Mwanza.